Acha tuwakaribishe tena wasikilizaji wetu wapendwa katika somo lingine tena ambalo tunakuja nalo siku ya leo. Somo letu ni nzuri sana, utakwenda kubarikiwa. Endelea tukufuata mpaka mwisho, utaona namna gani Mungu atakavyokuwa pamoja nasi katika somo hili. Na somo letu linapatikanika katika kitabu cha Kutoka, na kichwa cha somo kinasema ya kwamba unionyeshe utukufu wako. Unionyeshe utukufu wako. Basi tutakwenda kusoma fungo kuu ambayo itakwenda kutuongoza katika kipindi hichi. Inapatikanika katika Kutoka 33 na ule mstari wa 18. Biblia inasema, akasema nakusihi unionyeshe utukufu wako. Tuombe. Baba Mungu uliye juu ya mbingu yote, tazama tunakushukuru sana kwa neema yako isiyopungua katika maisha yetu. Tazama Baba, tunapokwenda kulisoma neno lako, tunakuomba uwe pamoja nasi. Sema pamoja nasi, tufunulie utukufu wako katika saa hii, ni katika jina la Yesu, amen. Unionyeshe utukufu wako ndilo somo ambalo tutakwenda kujifunza siku ya leo. Utukufu ni neno kubwa sana katika lugha ya Kibiblia, na asili ya hili neno tunalitoa katika lugha ya Kiebrania. Lugha la Kiebrania, neno utukufu inamaanisha kabod. Na hili neno katika lugha ya Kiebrania tukileta katika lugha zetu lina maana isiyopungua 3. Maana ya kwanza, neno kabod inamaanisha glory kwenye lugha ya Kiingereza ama utukufu. Ni neno nzito sana, ina maana nzito sana katika Biblia. Tukisema kabod tunamaanisha uzito wa Mungu wetu. Sasa twende na maana ya kwanza ambayo inayosema glory. Glory inamaanisha majesty, majesty, splendor, splendor ama divine presence. Divine presence, uwepo wa kiungu katika maisha yako, ndiyo maana ya neno glory, au ukubwa wa Mungu katika maisha yetu. Sasa maana ya pili inamaanisha ya kwamba hona, heshima ya Mungu wetu, ama namna ambavyo Mungu anavyoheshimiwa, tabia yake jinsi ilivyo, character, reputation. Ndiyo maana ya pili ambayo inamaanisha hona, inamaanisha heshima kuu ya Mungu wetu katika maisha yetu. Na maana ya tatu inamaanisha weight, heaviness, uzito wa Mungu wetu katika maisha yake, au asili ya uzito wa Mungu wetu. Basi jinsi tunavyokwenda na neno hii kabod inayomaanisha uzito wa Mungu wetu, tutakwenda kulielewa zaidi. Hapa tunaona ni kipindi ambacho wana wa Israeli wamevunja agano na Mungu wao, kipindi Mungu aliowaletea amri 10, lakini wana wa Israeli wakavunja hizo amri 10. Na Musa akasema ya kwamba subirini mimi nipate kupaa tena mlimani nikaongee na Mungu wetu. Kuna uwezekano Mungu akatukubali tena na apate kuenda pamoja nasi. Sasa Musa akaenda kwa Mungu. Mungu akamwambia kwamba basi Musa, nakusikia kilio chako, umewaombea msamaha, na mimi nakuhakikishia kwamba malaika wangu atakuwa pamoja nanyi. Sasa Musa aliona ya kwamba tukienda pamoja na malaika wa Mungu, au uso wa Mungu usipokwenda pamoja nasi, aliona hasara kubwa sana. Ndiyo kwa maana Musa akamwomba Mungu ya kwamba nionyeshe utukufu wako. Ile utukufu ulikuwa na maana nzito sana katika ombi hili la Musa. Na ukisoma vitabu vingine kama vile vitabu vya Roho ya Unabii, inamaanisha kwamba ili ombi la Musa katika maisha yake ilikuwa ni ombi ambalo mwanadamu yeyote alikuwa hajawahi kuliomba katika maisha yake. Alikuwa ni mtu wa kwanza kuomba hili ombi ambalo hata Mungu mwenyewe lilimtisha. Kwa hiyo hata wewe nawe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unaweza kumwomba Mungu kitu kikubwa ambacho hakuna mwanadamu yeyote ambaye ameshawahi kukiomba katika maisha yake. Na Mungu, kwa kuwa yeye ni mwaminifu, ni Mungu mwenye utukufu, ni Mungu ambaye ana uweza wote, anaweza pia kukutendea. Sasa tutakwenda kuona vitu vichache hapa kwenye kitabu cha Isaya. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Isaya sura ya 6 na ule mstari wa 1 mpaka 3. Tunakwenda kusoma katika kitabu cha Isaya 6:1, inasema hivi:
katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi kilicho juu sana, na kiunulia sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Sura ya 3 inasema, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wako. Hapa tunakwenda kuona namna gani Isaya alivyoona utukufu wa Mungu, ya kwamba umejaa katika dunia yote. Na hata wewe katika maisha yako Mungu pia ameshajaza utukufu wake wote. Ni kitu gani ambacho kinachoweza kukutisha katika maisha yako? Mimi nikizani ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinachoweza kukushangaza katika dunia hii, kwa kuwa sehemu popote utakapokwenda Mungu utukufu wake utakwenda kuuona. Basi kuna mambo 7 ambayo nilipenda pia tupate kuyajadili kuhusu utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni ufunuo wa nje wa tabia ya Mungu wetu, ya kwamba tabia ya Mungu katika maisha yetu tunakwenda kuiona kwa sababu Mungu ana utukufu mwingi sana. Kitu cha pili ambacho tunaweza kukiona kuhusu utukufu wa Mungu ni jumla ya sifa zake. Jumla ya sifa, vitu ambavyo vinavyofanya Mungu wetu apate kusifiwa, hizo ndizo nini? Utukufu wake. Kitu cha tatu ni hekima ya Mungu wetu. Ni nani ambaye anayeweza kufikiria hekima ya Mungu katika maisha yake? Hekima yake haina na mwisho. Na kitu cha 4, nguvu zake ama uweza wake katika kutenda mambo. Mungu ana uweza mkubwa sana. Mwanadamu anaweza kufanya mambo mengine katika uwezo wake, lakini Mungu ana nguvu ya uweza. Na kitu cha 5 ambacho tunachoweza kukiona katika utukufu wa Mungu ni upendo wa agape. Fikiria mambo ambayo Mungu ameshakuyaonyesha katika maisha yako kama vile upendo. Ni vitu ambavyo huwezi kuvifikiria kamwe. Na kitu kingine cha 6 ni uwepo wake katika maisha yako. Hiyo ni kitu ambacho kinachoonyesha utukufu wake. Mungu hajawahi kukuacha. Akiamua tu kukuacha kwa sekunde moja, shetani atakushambulia kwa namna ambavyo utakwenda kuzunika maisha yako yote. Kwa hiyo tutakwenda pia kuona ili swala la utukufu katika vitabu vya roho ya unabii. Mama Ellen G. White pia ameeleza kuhusu utukufu wa Mungu, ya kwamba inamaanisha nini. Hapa wanatuambia kwamba utukufu wa Mungu ni tabia yake ama karakta ya Mungu wetu, ndio ambayo inaonyesha utukufu wake. Anaendelea anasema hivi, wakati Musa alipoomba aone utukufu wa Mungu, kile alichofunulia kilikuwa wema wa Mungu. Kitu cha kwanza hicho ambacho Mungu alichomfunulia kwamba wema wake, na kitu cha pili ilikuwa ni ukamilifu wa tabia yake yote. Na maana kwamba Mungu alimuonyesha tabia yake nani? Mtumishi wake Musa. Maarifa haya anaendelea anasema, maarifa haya ya kina utusaidia sasa sisi kwamba utukufu wa Mungu sio tu kuhusu nuru hiyo ya kutisha, bali uzuri wa sifa kamilifu zikifanya kazi pamoja, ya kwamba utukufu wa Mungu ni jumla ya sifa zake zote. Haya mambo yote tuliyoyaona 6 yakifanya kazi kwa pamoja, ya kwamba upendo wake, ufunuo wa nje wa tabia yake, hekima yake, nguvu ama uweza na uwepo wake, vyote vikifanya kazi kwa pamoja. Ndiyo maana ya nini? Ndiyo maana ya utukufu wa Mungu. Lakini tukirudilia katika somo hili kwenye fungo letu hili la 33 na ule mstari wa 19, Mungu anamjibu Musa akamwambia hivi. Mungu anamwambia Musa akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako.
Inamaanisha kwamba wema wa Mungu wote, uzuri wake wote, Mungu alikwenda kuupitisha mbele ya uso wa Mungu. Akamwambia kwamba nami nitalitangaza jina la Bwana milele mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Unaona sasa sifa ya utukufu wa Mungu, jumla ya sifa zote. Mungu alimwambia kwamba nitakuonyesha wema wangu wote, na akamwambia kwamba nami nitalitangaza jina la Bwana, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu, na kumfadhili yeye nitakaye mfadhili. Basi katika ufunuo huu wa utukufu wa Mungu kuna vitu vingine ambavyo tunapasha pia kuviona, ama utukufu wa Mungu ikiwa tunahitaji kuuona katika maisha yetu, kuna vitu kupitia hivyo tunaweza kuuona utukufu wa Mungu. Na kitu cha kwanza ni kupitia umbaji. Umbaji wa Mungu ni vitu ambavyo vinavyoonyesha nini? Vinavyoonyesha utukufu. Kuumba mbingu na nchi sio kitu cha mzaa, ni uweza ambao uliokuwa mkubwa sana uliofanya hiyo kazi ya umbaji. Basi twende tuone mtunga Zaburi au Daudi anatuambia nini kuhusu uumbaji wa Mungu na utukufu wake. Daudi anasema kwamba wewe Mungu Bwana wetu, jinsi ilivyo tukufu jina lako duniani mote. Unaona ya kwamba jina la Bwana ni tukufu katika dunia yote, ya kwamba Mungu aliumba vitu vikubwa sana katika dunia. Anaendelea anasema kwamba wewe umeuweka utukufu wako mbinguni. Unaona ya kwamba ameuweka utukufu wake mbinguni kabisa. Kwa hiyo hata wewe pia katika maisha yako, ikiwa Mungu jina lake limetukuka duniani kote, katika uumbaji mbinguni na duniani, na hata maishani mwako pia Mungu anaweza kukuonyesha utukufu wako. Kitu cha pili ni kupitia neno lake takatifu, namna ambavyo waandishi walivyoandika Biblia hii, mambo ambayo yanayopatikana katika Biblia hii, ukiamini na kuyatendea kazi, utakwenda kuona utukufu wa Mungu katika maisha yako. Na kitu kingine cha tatu, kipindi ambapo tunapokuwa katika ibada kumtukuza Mungu wetu, kumsifu, kuna vitu ambavyo Mungu anavyokwenda kukuonyesha katika ibada, unakwenda tu kutukuza jina lake. Na kitu cha nne, changamoto. Hata katika changamoto Mungu anakwenda kuonyesha utukufu wake. Kipindi ambapo unapopitia magumu makali katika maisha yako, hakuna kitu chochote unachoweza kukiamini. Unaweza kwenda kwa waganga, unaweza kwenda kwa watu wa duniani hawa, au uweze kukusaidia katika jambo lolote. Lakini ukienda kwa Mungu wa mbinguni, utakwenda kupata majibu kwa matatizo yako. Na kitu chingine pia ni kitu ambacho kinachoita mibaraka. Kuna mibaraka mingine Mungu anakupatia katika maisha yako ambayo hakuna mtu yeyote, hakuna Mungu mwingine ambaye angekupatia huo mbaraka isipokuwa Mungu wa wapi? Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo ni wito kwako wewe na mimi kuendelea kumwamini Mungu wetu wa mbinguni. Ni wito wako kwako wewe na mimi tuendelee kuwa karibu siku zote, tuendelee kumtumainia Mungu wetu, na utukufu wake tutakwenda kuuona katika maisha yetu. Show me your glory, nionyeshe utukufu wako. Ni ombi kubwa sana ambayo na wewe unaweza kulitoa katika maisha yako. Basi nakutia tu moyo ya kwamba ikiwa unapitia changamoto yoyote, ikiwa unapitia hali yoyote ambayo haujawahi kuona utukufu wa Mungu, endelea tu kuamini. Angalia namna gani maisha yako yalivyo. Mungu ameonyesha utukufu wake sana katika maisha yako. Basi tunapoendelea na ibada yetu hii, tunafika kipindi cha maombi. Nitakwenda tu kukusihi tupate kunyenyekea na kuomba ili utukufu wa Mungu upate kuwa pamoja nasi. Baba Mungu uliye juu ya mbingu yote, masaa haya Baba tunakuomba kama Musa alivyokuomba kwa unyenyekevu, na sisi tunakuomba pia kwa unyenyekevu mkubwa sana. Tuonyeshe utukufu wako katika maisha yetu. Baba, tazama kuna watu wanaopitia tatizo mbalimbali, kuna watu wanaopitia changamoto mbalimbali katika maisha yao, ambayo wameona kwa kweli hawawezi kupata msaada wowote wa kibinadamu. Lakini masaa haya Baba, nawaleta katika mikono yako, nawaleta kwako katika hekalu la mbinguni, ya kwamba Baba uwafunulie utukufu wako, uwaonyeshe utukufu wako katika maisha yao. Asante Baba kwa kuwa
wewe utakwenda kutenda zaidi ya kawaida. Wewe utakwenda kutenda zaidi ya yale wanayoyapitia na kukuomba. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaamini na kushukuru. Amen.